Bwana hapa ni KMC Complex, dimba ambalo linatumiwa na timu ya Kino Boys ama wenyewe wanawaita KMC FC, lakini katika msimu uliopita dimba hili ndio dimba ambalo lilichezwa michezo mingi kuliko dimba lolote, kwa sababu timu ya KMC yenyewe ilikuwa inatumia dimba hili, klabu ya Simba ilikuwa inatumia dimba hili, Young Africa nao walikuwa wanatumia dimba hili, na klabu za wanawake kama Simba, Yanga, lakini pia huwa zinafanywa mazoezi na timu mbalimbali. Leo hii Dost Media tuko hapa kuja kuzungumza na meneja wa uwanja huu, atueleze hali ya uwanja mpaka hivi sasa, lakini kubwa zaidi aweze kutuambia kwamba je, klabu ya wananchi Young Africa wamepewa ridhaa ya kuja kuutumia uwanja huu kuelekea katika msimu wa mwaka 2025 2026, kwa sababu tetesi zinasema kwamba wao wameshatuma maombi hapa. Sasa je, ni kweli Young Africa wametuma barua kuja kutumia dimba hili? Ukweli tutapata kutoka kwa meneja wa uwanja huu. Meneja, uko vizuri? Niko vizuri, nashukuru. Watu uko viunga vyenu bwana. Karibu sana. KMC pazuri. KMC pananoga, karibu sana KMC. Bwana kwanza mpaka sasa hivi tunataka kujua kwamba maboresho ya dimba la KMC limefikia katika hatua gani? Uwanja wa KMC hauna maboresho kwa kifupi. Maana maboresho ni kile kitu ambacho ulitengenezwa kwa mara ya kwanza kikaharibika, leo unatengeneza upya, maana yake ndo maboresho. Sema uwanja wa KMC ni project ya muda mrefu ambayo ina muendelezo wa hiyo project. Ila tu ni project ambayo ilikuwa imeanza, kuna vitu ambavyo vilikuwa vimeandikiwa havijakamilika, ndio vinaendelea kukamilika. Kwa hiyo ina maana ni muendelezo wa ujenzi ambao ulishaanza toka awali. Kwa hiyo sio maboresho. Sasa nataka tujue kwamba unajua kwamba msimu uliopita kuna baadhi ya vitu ambavyo vilifanyika. Katika msimu huu vitu gani mpaka sasa hivi vimeshafanyika tayari? Katika msimu nadhani kuna vitu vipi, hata ukipita uwanjani unaona tuna scoreboard ambayo hatukuwa nayo, although bado haijaanza kufunction, lakini nadhani kuanzia tarehe hizo za mechi za mbele itaanza kufunction. Lakini pia tuna ujenzi wa taa, tunatarajia kucheza mechi za usiku hapo baadaye. Kwa hiyo hivyo huo ndio muendelezo wa project ambao tuko nao na tulianza nao toka mwanzo, sema haukuwa umeanza kujengwa. Yes. Mpaka sasa hivi unaweza kusema kwamba katika maboresho hayo imeweza kutumika kama kiasi cha shilingi ngapi hivi? Hapana, siwezi kuelewa. Huwezi kuelewa. Watu wengine wanajiuliza kwamba KMC Complex kuhusu taa mambo yako vipi? Mambo yanaenda vizuri. Mambo yanaenda vizuri. Hatua ya awali ya ujenzi wa ile base ya taa, base zote 4 za taa, kwa maana nguzo zote huko vizuri. Na sasa hivi wameshaanza kushindilia kwa baadhi ya zile sehemu. Kwa hiyo hatua inayofuata nadhani ni kujenga kuweka zile nguzo za taa ambazo tayari nguzo zipo na taa zipo. Inaweza kuchukua muda gani hivi? Nadhani mpaka kufika Desemba au Januari tunaweza tukacheza mechi za usiku. Yaani kwamba mwaka huu hiyo sasa nazungumza. Mwaka huu dimba hili litatumika na taa, watu wataona inshallah. Mambo mengine ambayo watu wanaoji, unajua msimu uliopita tunajua kwamba dimba la KMC limetumika na viwanja vingi, vimetumika na timu nyingi sana, Simba, Yanga, KMC na vilabu mbalimbali vya ligi ya wanawake. Na Simba, Yanga viliondoka kwenda kutumia dimba la Benjamin Mkapa, lakini hivi sasa inaelezwa kwamba vilabu hivyo vinatarajia kurejea tena katika dimba hili, lakini especially Young Africa. Ukweli kuhusiana na hili jambo uko vipi? Ifahamike kwamba kabla ya msimu huu kuanza, sisi tulikuwa na makubaliano na hivi vilabu, kwa maana Young Africans na Simba Sports. Tulikuwa na makubaliano nao kwamba wangeutumia uwanja katika msimu huu mpya. Kwa bahati nzuri wakapata uwanja mwingine ambao Benjamin Mkapa baada ya kufunguliwa, baada ya kumalizika kwa chani wakaenda kule. Kwa hiyo ni good luck kwao na good luck kwetu pia, kwa sababu tuliongeza facility nyingine. Baadaye kupata changamoto ya kufungiwa wao kurudi hapa, maana yake kuna uwezekano wakawa wanarudisha makubaliano ambayo tuliyaweka awali kwamba wangetumia uwanja huu. Kwa hiyo sio kitu kigeni na wala sio kitu kipya, ni kitu ambacho kilikuwepo na kinaendelea kuwepo. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu kama management ya uwanja tunawakaribisha. Unawakaribisha sana. Lakini mpaka sasa hivi hakuna taarifa yoyote kama Young Africa hivi kuleta barua, maana inasemekana kwamba wao ndio wanahitajia kuja kutumia uwanja. Nikisema kuleta barua, nilikwambia hapo awali tulikuwa na makubaliano nao kwamba Young Africans wangetumia huu uwanja. Baadaye ikaja wakaondoka kwa dharura. Kwa hiyo kama manake wanarudi nyumbani kwao ambapo tayari tulikuwa na taarifa ya kuwa nao. Kwa hiyo wanakaribishwa. Kwa hiyo kama makubaliano
mashindano ya mwanzo nyinyi mko hamjawafukuza. Sisi hatujawafukuza. Young Africans Simba Sports hatujawafukuza. Tulikuwa na makubaliano nao ya kutumia uwanja. Kwa bahati nzuri tukapata facility nyingine, uwanja wa Benjamin Mkapa, wakaenda kule. Kwa hiyo wanarudi, maana wanarudi nyumbani kwao ambapo tayari tulikuwa na makubaliano toka awali. Wengine wakawa wanajiuliza kwamba dimba la KMC kutumika timu hizo zote haiwezi kuaffect chochote. Kama utakuwa shahidi, msimu ulioisha tulihudumia hizi timu na hakukuwa na effect yoyote, na bado uwanja upo kwenye ubora wake ule ule. Kwa hiyo hata msimu huu pia tunaweza kuzihudumia na uwanja ukabaki kwenye ubora wake ule ule. Kwa hiyo tunawakaribisha na hamna effect yoyote. Kitu gani kingine ambacho kinatarajia kufanyia kwa haraka zaidi katika dimba hili hapa? Project inayofuata nadhani baada ya hii ya taa ni project ya kuwekea kivuli wa mashabiki. Hiyo ndio project itakayofuata baada ya project ya taa, ambayo soon itaanza kutangazwa na ujenzi wake utaanza. Bana, tumezungumza mengi sana, lakini lolote lile la kumalizia kwa wale mashabiki wa KMC na wapenzi ambao wanatarajia kutumia hili dimba? Kikubwa zaidi ni kuwakaribisha tu, kwa sababu KMC ni sehemu salama. Hata sasa hivi hapa ulipo nadhani unaona upepo unaoupata, unaweza hata baharini usiupate. Kwa hiyo KMC ni sehemu salama, kuna hewa nzuri, alafu kikubwa zaidi hapa ni center. Kwa hiyo baada ya mechi wanaweza kumove kwa urahisi kwenda majumbani kwao. Kwa hiyo mimi niwakaribishe, kama timu zinakuja hapa kucheza mechi, basi niwakaribishe mashabiki ili waje kusupport timu zao. Bana, mimi nikushukuru sana meneja. Karibu tena. Ndugu wa Tanzania, kama kawaida naitwa Bambo lile pundi ngomi konfibari bosi Luzilo Semagula zinkonge ni zibzichwalo au ni titino salendo. Chondi popote ulipo Mtanzania, usisahau kusubscribe Dosto Media. Subscribe kama folder.